Na mtazamaji wa channel yetu ya Biomedia, karibu tena wakati mwingine wa kuziangazia taarifa zilizozo kujiri na kumeki headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Jina langu ni Official Rose D na leo ninaangazia taarifa upande wa siasa ambako afya ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu gerezani, Chadema wazua gumzo mtandaoni. Lakini kwa upande wa Rachel Dangwa pamoja na Mange Kimambi, wao wametoboa siri, kumbe kawekewa sumu. Tuangazie taarifa hii kwa kina. Huyu ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, ambaye ametoa ujumbe mzito uliojaa hisia na tahadhari kupitia mtandao wa kijamii tarehe 21 mwezi Machi mwaka 2026. Akizungumzia hali ya kiafya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu ambaye kwa sasa anashikiliwa gerezani. Ujumbe huu umeibua mjadala mpana kuhusu mwenendo wa kesi inayomkabili pamoja na haki zake akiwa kizuizini. Katika maelezo yake, Heche amesema kuwa Lissu amekuwa akishikiliwa kwa muda wa mwaka mmoja sasa kwa kile alichokiita kesi ya uongo, akidai kuwa kuna mbinu ambazo zinatumika kuchelewesha mwenendo wa kesi hiyo kwa lengo la kumdhoofisha kisiasa. Kauli hiyo imeibua maswali mengi kuhusu uwazi wa kasi ya utoaji haki katika muktadha wa kesi za kisiasa nchini Tanzania. Lakini pia Heche alikumbusha historia ya tukio la mwaka 2017 ambapo Lissu alishambuliwa kwa risasi. Tukio hilo lilimlazimu kupatiwa matibabu ya muda mrefu ndani na nje ya nchi, na kwa mujibu wake tangu wakati huo Lissu amekuwa akihitaji ufuatiliaji wa karibu wa afya yake kwa vipimo na matibabu ya mara kwa mara ili kuhakikisha hali yake inaendelea kuimarika. Hata hivyo, John Heche alieleza kuwa hali ya sasa hivi inaleta wasiwasi mkubwa, akidai kuwa kwa kipindi chote cha mwaka mmoja tangu akamatwe, Lissu hajapatiwa fursa ya kupata matibabu wala kufanyiwa vipimo muhimu vya kiafya. Na ameongeza kuwa hali hiyo si tu inahatarisha afya ya kiongozi huyo, bali pia inazua maswali kuhusu utekelezaji wa haki za msingi kwa wafungwa. Katika ujumbe wake, Heche alieleza kuwa hatua ya Lissu kuandika maombi ya matibabu ni sehemu ya kuwakumbusha wahusika juu ya wajibu wao wa kisheria na kibinadamu. Aidha, alitaja hatua hiyo kama kumbukumbu muhimu iliyobaki kuonyesha namna haki ilivyokuwa ikishughulikiwa katika kipindi hiki. Akiendelea, Heche alidai kuwa si wa Tanzania pekee wanaofahamu hali hiyo, bali pia jumuiya ya kimataifa inafuatilia kwa karibu kile kinachoendelea. Na kwa mtazamo wake, suala la kunyimwa haki za msingi kama matibabu, mawasiliano na viongozi wengine ni jambo ambalo linahitaji kuangaliwa kwa uzito mkubwa. Ujumbe huo pia umebeba onyo la wazi kutoka kwa Heche, akisisitiza kuwa wananchi hawatakubali kuona madhara yoyote yakimpata kiongozi huyo. Na kauli hiyo imechochea hisia za wengi, hasa wafuasi wa kisiasa na wanaharakati wa haki za binadamu ambao wameanza kujadili kwa kina kauli ya upatikanaji wa haki kwa watu walio kizuizini. Kwa ujumla, kauli ya Heche imeongeza uzito katika mjadala ambao unaendelea kuhusu haki za wafungwa, uhuru wa kisiasa na wajibu wa taasisi katika kulinda afya na ustawi wa watu walioko chini ya uangalizi wao. Wengi sasa hivi wanasubiri kuona hatua ambazo zitachukuliwa kufuatia kilio hicho, huku suala la haki na matibabu ya Lissu likiendelea kuwa gumzo ndani na nje ya nchi. Juzi kati kulikuwa na mijadala pia ambayo ilianzishwa TikTok kwenye live ya mwanadada Rachel Dangwa pamoja na Nurvanz pia wakizungumzia swala hili. Rachel Dangwa aliweza kusema kuwa Tundu Lissu kawekewa sumu ambayo itamua polepole, lakini pia jambo hili limezungumzwa mtandaoni, wengi wakidai kuwa hawa ni wachochezi, sio wa kuwasikiliza. Wanaonekana kutumia nguvu kubwa ili kuaminisha watu uongo, ili kuzuia pia mijadala mitandaoni. Hakuna atakayefanikiwa hata mmoja kwa hii ambayo wanaifanya sasa hivi. Watu wanasema kwamba kila ambacho wanakifanya tayari wamekwisha kukijua kwamba ni wavuruga amani. Mtazamaji, mimi ninatamatisha maoni yako katika hili. Moja kwa moja utaachilia kupitia Biomedia, wakati mwingine tutaangazia. Bye bye.